Kama kawaida mtazamaji, tunafunga na mizengwe ambapo Seneta Aaron Cheruiyot amepuzilia mbali madai ya kinara wa DCP Rigathi Gachagua kuwa ana uwezo wa kuliongoza taifa kama rais na kuleta mabadiliko yenye manufaa kwa Kenya. Cheruiyot amewakosoa wandani wa Gachagua ambao pia wanamezea kiti cha urais mate, akiwemo kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kuwa kwa madai kuwa hakuna aliyofanikisha kwa miaka mingi aliyohudumu kama kiongozi nchini. Huyu hapa James Mwangi na mizengwe wiki hii. Sasa tufanye practice. Nikisema tutaenda Singapore, munachekelea yeye. Tuanzie kaunti ya Kirinyaga hapa Rigiji akitoa maagizo kwa wananchi kuhusu wanavyopaswa kuitikia kila mara safari ya Singapore inapotajwa. Sasa wacha nijifanye kasongo. Nimekaa na wataalamu, nimepanga kila kitu, nimepanga vizuri. Mkinichagua tena, nitapeleka nyinyi Singapore. Lakini ebu tuambie, endapo wewe utapata nafasi ya kuiongoza taifa kama rais, hiyo kazi utaiweza? Mkinipatia nafasi nikuwe rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya, nitapiga marufuku mnyama anaitwa SHA, niregeshe NHIF. Hii maneno ya affordable housing, hakuna mtu hana nyumba kwake. Ila Senator Aaron Cheruiyot anaonekana kutokubaliana na Gachagua kuhusu uwezo wake wa kuliongoza taifa. Mtu kama wewe ambaye amekuwa impeached, hakuna kiti unaweza pata Kenya hii, hata chairman ya Cattle Dip sheria hairuhusu wewe kuchaguliwa. Kwa hivyo sahau hiyo ndoto yako. Na utasemaje kuhusu hatua anazosema atazichukua Rigiji iwapo atapata nafasi ya kuliongoza taifa? Na anybody that is dreaming kwamba they can roll back the gains that have been made out of SHA, out of affordable housing, you are daydreaming and you don't live in the reality of the 21st century. Ndio tupitishe sheria ya SHA na affordable housing kwa bunge. Ule mwenye alitupatia hiyo progress kutoka kwa cabinet ilikuwa Rigathi Gachagua. Sasa mimi nashangaa, ilikuwa mzuri saa ile ulikuwa naibu wa rais, ukitoka nje unatuambia ni mbaya. Wewe wacha kutuchezea bwana. Na utawaambiaje wandani wa Gachagua, hasa wanaokimezea mate kiti cha urais? Basi wewe Kalonzo, kama unakubaliana na Wamunyoro kwamba viongozi wamekula mali ya wananchi, na kule Kitui nani alikula? Na wewe ndio umekuwa kiongozi miaka yote. Niliona hata mwingine juzi kazi yake ni kulala kwa mikutano. Akifika kwa mkutano ni kukula mkate na kulala. Kabla hata mkutano ianze ameanza kungorota na tumbo kubwa. Na hati yao ndio watu wanasema wanataka kuja kubadilisha Kenya. Huku Cheruiyot akimkejeli Matiang'i kwamba anasinzia kazini. Pia gavana Sakaja kajipata pabaya. Mbunge Babu Owino anasema eti usingizi umekuwa mwingi kwa gavana huyu wa Nairobi. Je, Nairobi ina work au la? Ukitoka hapa nje unaona sewage. Gavana analala bado mpaka saa hii, ako ulevini analala. Ukitoka hapa nje unaona barabara mbovu. Gavana bado anafanya nini? Analala. Tumalizie na burudani ya miondoko ya kisasa kutoka kwa bibie Gavana Ndeti, ambaye kila mara hakosi kuwaburudisha wananchi kila anapopata nafasi ya kuonyesha uweledi wake wa kusakata densi. James Mwangi, makala ya Mizengwe.